Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Emmanuel Shirikale, mchungaji wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania na mkuu wa idara ya injili na misheni wa kanisa la AICT. Na hapa tuko katika diocese ya Shinyanga. Baada ya kutoka Tabora, tumefika Shinyanga na kuona sehemu mbalimbali za umisheni, na sasa tunajadiliana na kuongea na viongozi wa diocese ya Shinyanga, na wao watazungumzia habari ya kazi ya umisheni katika diocese ya Shinyanga, pamoja na kuona fursa zilizopo katika diocese ya Shinyanga, na wao watatueleza furaha yao na wito wao kwa kanisa na washirika mbalimbali juu ya umisheni katika diocese ya Shinyanga. Wabeja seba Kurwashikongo shako Wabeja seba Kurwashikongo shako Akumelechwe seba Akumelechwe seba. Majina yangu ninaitwa Mwalimu Manoni Nuhu Justini, ni katibu wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, diocese ya Shinyanga. Ninamshukuru Mungu sana kwa vile ambavyo anaendelea kutusaidia katika diocese yetu ya Shinyanga kupitia shughuli mbalimbali ambazo tunaendelea kuzifanya. Lakini washukuru Makongoro Church Channel kwa kutufikia siku ya leo mahali hapa ofisini kwa ajili ya kujua shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya katika diocese yetu ya Shinyanga, hususan kupitia idara ya injili na misheni. Katika kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania diocese ya Shinyanga, ni kweli tunayo hiyo idara kwa level hii yetu ya diocese na mpaka huko chini kwenye local church. Tunamshukuru Mungu vile ambavyo anatusaidia kupitia idara hii ya injili na misheni na kazi zake ambavyo zinakuwa zikiendelea. Wanafanya watu kazi mbalimbali kwa ngazi ya local church, ngazi ya pastorate, ngazi ya jimbo, na hata sisi ngazi ya diocese. Zipo kazi mbalimbali ambazo tunazifanya, tunazitekeleza kupitia idara hii. Tunamshukuru Mungu, mikutano mbalimbali ya injili inaendelea kufanyika, hususan miezi hii kuanzia mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 mpaka wa 9. Ratiba zinaonesha kwamba tutakuwa na mikutano mbalimbali ya injili kwa level za local church, pastorate, majimbo, na hata tutakuwa na mkutano wa kanda wa kidiocese ambao utafanyika katika kanda yetu ya Shinyanga, ambayo inajumuisha majimbo kama 6 yaliyoko katika ukanda huu, ikiwepo jimbo la Kitangiri, jimbo la Korandoto, jimbo la Sorwa, jimbo la Tinde, jimbo la Ukenyenge na jimbo la Kishapu. Hayo ndio yanayounda kanda hii ya Shinyanga. Kwa hiyo mikutano ya injili itafanyika kikanda. Lakini kupitia idara ya injili na misheni tunafanya pia kazi za umisheni wenyewe kabisa, kwa maana ya upandaji wa makanisa kufikia maeneo mbalimbali ambayo injili haijafikiwa. Na kwa kiasi kikubwa diocese yetu ya Shinyanga mipaka yake inahusisha mkoa wote wa Shinyanga, lakini mkoa wote wa Simiyu isipokuwa wilaya moja ya Busega, lakini tunaenda mpaka mkoa wa Geita kwa maana ya wilaya ya Mbogwe na wilaya ya Bukombe. Na katika mkoa wetu wa Shinyanga tunayo maeneo ambayo tumeweka ya kimkakati kuweza kuyafikia, ikiwemo maeneo ya Chambo ambako bado kabisa huduma hii hatujaifikisha ya injili. Tunamshukuru Mungu kwa kiasi fulani maeneo hayo Ukristo umeanza, na sisi kama kanisa la AICT tumeanza kupeleka huduma hiyo kwa kupanda kanisa huko eneo la Chambo. Lakini pia tunayo maeneo yaliyo katika mkoa wa Simiyu kwa maana ya Meatu, mpakani kabisa na Singida, lakini tunapakana na Ngorongoro. Na katika maeneo hayo kwa kweli tunawafikia wako watu wa Nyiramba, tunawafikia wa Masai, tunawafikia wa Hadzabe ambao wako kwenye maeneo hayo. Tunamshukuru Mungu kwa ukanda wa Meatu kwamba
tunayo center ambayo ilianzishwa muda mrefu ya kimisheni ambayo sasa ni makao, inaitwa makao. Tunamshukuru Mungu kwa eneo kubwa huko tumeanza kufikia, na kupitia wachungaji walioko huko wa misheni na wainjilisti wa misheni, tunamshukuru Mungu kwamba huduma hiyo sasa wanaiendeleza na kuisambaza. Lakini pia katika mkoa wa Simiyu, pia katika wilaya ya Itilima tunayo center ambayo ni ya kimisheni inaitwa Longalombogo misheni. Kituo hiki kilianzishwa na mchungaji Mariota marehemu, ambapo yeye alikuwa ni mchungaji katika pastoreti ya Bariadi mjini. Baada ya kutembelea eneo hilo alipata maono na kuanzisha kituo hicho ambacho kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu kimekuwa kikisapotiwa na kanisa lenyewe la Bariadi mjini. Kwa hiyo kupitia kituo cha kimisheni imetupa pia fundisho la kwamba makanisa haya makubwa ambayo tayari yameshafikiwa na injili, basi tuanze kutengeneza mkakati wa kuyawezesha na kuyafikia makanisa mengine ama maeneo mengine ambayo hayajafikiwa na injili. Kwa hiyo tumegawana hao wa misheni wazalendo walio katika maeneo mbalimbali katika dayosisi yetu ya Shinyanga, tumewakabidhi katika majimbo yote ya dayosisi yetu ya Shinyanga, ili kupitia hayo majimbo basi majimbo yaweze kuwawezesha hao misheni wazalendo ili waweze kufanya kazi kwa urahisi zaidi, ikiwepo ni kuwawezesha vitendea kazi. Tunamshukuru mdau mmoja wa umisheni, ndugu yetu Engineer Doto Maligisa, aliweza kutoa baiskeli kwa wainjilisti walioko maeneo hayo ya kimisheni ili waweze kufanya huduma hiyo. Na kupitia hilo niendelee pia kutoa wito katika dayosisi yetu ya Shinyanga, bado tuna maeneo mengi sana ambayo hatujayafikia. Kwa hiyo nitoe wito kupitia wadau mbalimbali ambao wanaguswa kuweza kueneza injili kwa kupeleka injili katika maeneo ya kimisheni ambayo hatujayafikia, hususani ukanda wa Meatu ambako tunapakana na Ngorongoro, tunapakana na Singida. Kuna maeneo ambayo kwa kweli hayajafikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini ukanda wa wilaya Kahama, hususani eneo la halmashauri ya Ushetu, kuna maeneo kwa kweli huko tunaweza kuwafikia Wanyamwezi ambao hawajafikiwa na injili. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau mbalimbali wakereketo wa injili wanaoweza kutusaidia kuungana pamoja nasi kwa ajili ya kufikisha injili hiyo katika maeneo hayo, lakini ikiwemo pia kutupatia vitendea kazi, ikiwezekana pikipiki, baisikeli, lakini vyombo vya mziki. Tunayo maeneo ambayo kwa kweli tunahitaji kupeleka injili kama ambavyo nimesema awali. Lakini kupitia kanisa la Kambarage, kanisa kuu la Uaskofu, tayari ipo timu ya huduma ya umisheni ambayo kwa kweli tunamshukuru Mungu ameweka kipawa cha tofauti na wito kwa watu ambao wamekuwa kiguswa. Timu hiyo imekuwa ikipeleka injili sehemu mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania na pia hata nje ya nchi ya Tanzania kama vile Burundi, Rwanda, wamekuwa kipeleka injili. Lakini pia kupitia huduma ya kina mama, tunakwaya ya idara ya wanawake mahali pale kanisa kuu, wamepeleka pia injili huko Ngorongoro mapema mwaka jana. Kwa hiyo kupitia huduma hiyo tunamuona Mungu kwamba anatusaidia, na kupitia vikundi mbalimbali tusaidia kupeleka injili katika maeneo ambayo hatujayafikia. Na sasa nitoe wito pia kwa makanisa mbalimbali ya kanisa dayosisi yetu ya Shinyanga, yale ambayo yana moyo wa kufanya hivyo, basi wanaweza kuwasiliana na ofisi yetu ya dayosisi kupitia idara ya injili na misheni, ili kwamba wapate kupata maelekezo ya namna ya kupeleka huduma katika maeneo ya kimisheni ambayo hatujayafikia. Lakini pia nitoe wito kwa kwaya. Tumeona mfano mzuri wa kwaya ya idara ya wanawake Kambarage, wameweza kufanya kazi hiyo kubwa ya kupeleka injili. Na nitoe wito kwa kweli kwa kwaya zote za kanisa letu katika dayosisi yetu ya Shinyanga, waweze kuitumia fursa hii ya kufikisha injili katika maeneo ambayo kwa kweli hatujayafikia, ambao tunaita wa misheni wazalendo. Sasa hatuwezi sasa kuwasubiri tena wazungu wa misheni waweze kutufikishia injili. Wenye walifanya kazi yao,
wakamaliza. Sasa kazi yetu ni sisi ambao tulifikiwa, na sisi tupeleke injili kwa wengine ambao hawajafikiwa na injili. Tunahitaji kweli kuungwa mkono kwa vitendea kazi, kwa fedha, lakini nguo, vyakula, ili kwamba watu hawa wa misheni wazalendo wanaopata moyo na msukumo, basi tunaweza kuwapelekea na kuwapatia vifaa hivyo, nguo, viatu, vyakula mbalimbali, kama sehemu ya kupeleka injili kwa mwenye maeneo ambayo hayajafikiwa, hususan kwa Hadzabe, wa Masai na watu mbalimbali ambao wako katika eneo la mkoa da diocese yetu ya Shinyanga. Niwashukuru sana na nitoe wito kwa namna hiyo tuweze kuwasiliana na ofisi yetu hii ya diocese kupitia idara yetu ya injili na misheni, kwa wadau mbalimbali ambao wanapata msukumo wa kutushika mkono kugusa swala hili. Maana swala hili ni agizo la Yesu Kristo mwenyewe. Anasema enendeni duniani kote tukaihubiri injili kwa viumbe vyote, na kwamba anayeamini na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo hili ni wajibu, si wajibu tu wa misheni wazalendo, lakini ni wajibu wetu sisi sote. Lakini kupitia idara hii ya injili, basi tuunganishe nguvu kufanya utume huo wa Yesu Kristo mwenyewe kama ambavyo alituagiza. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na nitoe wito pia wa kutembelea maeneo hayo ili tukaweze kuona kwamba kweli iko fursa ya kufikisha injili ya Yesu Kristo katika maeneo hayo. Mungu wa mbinguni atubariki, na karibuni tuifanye kazi ya Mungu kupitia idara ya injili na misheni, na hususani kupitia kitengo hiki cha umisheni wa kupeleka injili kwenye maeneo ambayo hatujayafikia. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Bwana awabariki sana. Karibuni katika kanisa letu ya AIC Kambarage, na mimi ni mmoja kati ya viongozi wa AIC Kambarage kwaya. Mimi ni katibu wa kwaya ya kanisa hapa Kambarage. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kwa kutuwezesha na kutupa kibali cha kuendelea kutumika. Tunatumika shambani mwake kupitia kanisa hili la Kambarage, lakini sisi ni moja kati ya makanisa ambayo ni sehemu ya African Inland Church Tanzania. Tunatumika mahali popote pale ndani na nje ya kanisa letu. Tunabarikiwa sana na watu mnavyozidi kutufuatilia. Bwana wabariki, na tunaomba muendelee kutuunga mkono, kwa sababu hii ni kazi ambayo tunahitajika tuifanye kwa pamoja. Nashukuru sana, na Bwana endelee kuwabariki. Kipekee sana ninapenda kusema kwamba sisi kama moja ya vyombo vya kanisa tunawajibika moja kwa moja katika kueneza injili, hasa kwa watu ambao wa maeneo yale tunaita ni ya umisheni, maeneo ambayo hayajafikiwa na neno. Kuna njia ziko nyingi sana za kuweza kuwafikia, lakini sisi kama kwaya tumechagua eneo la uimbaji kama moja ya nyenzo za kuweza kuihubiri na kuisambaza injili ya Kristo, kuwafikia watu kwa njia hii ya uimbaji kupitia nyimbo zetu, namna tunavyoimba, namna tunavyocheza. Na tunaona mkono wa Bwana kwa kweli akiendelea kutusimamia, tukiafikia maeneo ambayo mengine hakuwahi kufikiwa kabisa. Tumeshaenda sehemu nyingi ndani na nje ya nchi, lakini kipekee kwa sasa tunaangazia sana maeneo ambayo yako ndani ya nchi. Kuna maeneo ya misheni kama Umasaini, maeneo kama ya Wahadzabe na maeneo mengine yote yale ambayo kiukweli yamesahaulika. Kanisa sasa linaangazia maeneo hayo, na sisi kama kwaya tunatamani sana kuweza kuyafikia. Tunahitaji tuendelee kuombeana na mtushike mkono kwa kila namna ambavyo tunaweza kwa wakati ambao tutakuwa tumepanga kufikia. Kwa kweli tunaomba sana muendelee kutuombea na kutushika mkono ili tuweze kuyafikia maeneo hayo. Kwa sasa dunia iko kiganjani, injili inahubiriwa mikononi mwa watu, kwa maana njia ya mtandao, kwenye simu. Tunasambaa sana kwa njia hii, lakini kuna maeneo kama hayo ambayo kiukweli kwa njia ya mtandao ni ngumu. Kwa hiyo tunahitaji kwenda physically, kwa maana ya kuwafikia maeneo husika, sisi kama kwaya kufika hasa maeneo yao na kuwahubiri tuseme mlango kwa mlango. Sasa
Mipango iko mingi. Sasa tunaomba muendelee kutuombea, na wakati utakapofika tutapiga mbiu muweze kutushika mkono na tuungane kwa pamoja. Mwenye chochote unaweza kuchangia injili kwa njia ya unaweza ukatoa pesa, unaweza ukatoa nguo, unaweza ukatoa vyakula, chochote kile ambacho Bwana amekubariki ili tukaweze tuyafikie haya maeneo. Kwa kweli ni kiu yetu sana sisi kama AIC Kambarage Kwaya kufanya umisheni kwa maeneo haya ambayo yalikuwa yamesahaulika muda mrefu. Tunaona mkono wa Bwana akituwezesha, na tunaamini kwamba lengo hili litatimia ndani ya mwaka huu na kwa ajili ya mipango ya muda mrefu kwa mwaka ujao na miaka inayokuja. Bwana wabariki sana, na tuko pamoja, tuendelee kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Mama Janet ya Hewa. Niko hapa Shinyanga. Ninaabudu kanisa la AIC Kambarage. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake, ni mtumishi na hasa katika kwaya ya kina mama Kambarage, ambayo kwa kweli ninatumika kama mwalimu wa kwaya hiyo. Ninamshukuru Mungu, wa mama tumeendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na kwa kufuatia utume wake aliosema, enendeni ulimwenguni pote mkawafundishe watu kuwa wanafunzi wake. Tunafanya hivyo kwa njia ya uimbaji. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri kwa maeneo yetu ya ndani, lakini pia malengo yetu kuendelea kutoka nje kuwapelekea watu habari njema, na hata wale ambao bado hawajasikia waweze kumjua Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu, tumeweza kufika hata maeneo ya nje ya nchi yetu. Tumefika huko Kenya, tumeeneza injili kwa watu wa huko na wengi walimpokea Yesu. Lakini pia kwa sehemu nyingine tumefika Kampala, Uganda. Tulieneza injili huko, watu waliweza kumpokea Yesu. Na si hivyo tu, hata katika nchi yetu tumetembea maeneo mengi, na mwaka jana ikiwemo eneo la Arusha huko Tengelu, tumefika kuwahudumia watu kwa jinsi hiyo. Lakini bado tuna malengo ya kuendelea kufika sehemu zingine ambazo watu waweze kumjua Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ya kwamba wamama wale ni watu wazima, lakini wanaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na kupeleka injili mahali na mahali.